Ndugu zangu wa Tanzania, hivi utekaji huu ni mpaka lini? Giza limetanda nchini, imekuwa ni gumzo, mshituko, huzuni na uchungu mkubwa. Nchi kutetemeka, imezizima na hofu kubwa, imetanda kila kona na umma kujaa taharuki. Unauliza, yuko wapi Ambassador Humphrey Polepole? Kwa kitendo hiki cha kikatili dhidi ya balozi ambaye anaheshimika kwa wadhifa ambao serikali ya chama tawala ilimtunuku, sauti zinavuma kila mahali, ndani na nje ya nchi. Wananchi wanasikika wakisema kwa ujasiri, tunamtaka mrudisheni balozi Polepole. Maswali ni mengi sana na kila mmoja anastaajabu. Ni kweli hawa watu wanaojiita wasiojulikana wamekwenda kumteka mpaka aliyekuwa balozi wa Cuba na Malawi? Katibu mwenezi wa Chama cha Mapinduzi, mkuu wa wilaya 2 nchini, mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba, pia mbunge na ambaye pia ni mwanachama wa chama tawala? Hawa wasiojulikana ni wakina nani? Ni nani yuko nyuma yao? Jambo hili limeenea duniani kote, limeibua mjadala mpana sana na limekuwa ni la aibu na kuifedhehesha nchi yetu hakika. Wananchi wanajiuliza, je, inawezekanaje hawa watu wasiojulikana huteka watu wanaokosoa serikali tu? Hapa nchini, hii sasa imekuwa ni tabia sugu ya watu kutekwa, kuteswa, kulawitiwa, kuuawa, kupotezwa na kadhalika katika mazingira ya kutatanisha. Je, kutekwa kwa Ambassador Polepole kwa kipigo kile na kupotezwa ni ukiukaji wa haki za binadamu? Ni kwa namna gani mashirika ya kiraia na ya mataifa yanapaswa kuhusika katika kushinikiza uwajibikaji? Kila siku tunaambiwa serikali ina mkono mrefu, sasa ifanye kazi yake na hawa watu watekaji watiwe hatiani. Hebu tutafakari, je, kutekwa huku ni mpaka lini? Wakati umefika sasa wa sisi wananchi kusimama kwa umoja wetu na kuiamuru serikali iwarudishe watu wote waliopotea. Haiwezekani hawa watu wasiojulikana wasipatikane. Utekaji ndio umesababisha Watanzania kwa umoja wetu kuamua kuingia barabarani 29 Oktoba na kudai haki kutendeka, mabadiliko ya katiba, siasa safi na uongozi bora. Umoja wetu ndio nguvu yetu. Usisahau kulike, share na kusubscribe.